Mchezo wa nusu finali kwenye upande wa kombe la CRDB tunafahamu ni hapo kesho kwenye dimba la Mkokwani, ambapo kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans wanashuka dimbani kuvaana na JKT Tanzania. Sasa tayari kwa upande wa klabu ya Yanga wametoa orodha ya wachezaji ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kwenye mchezo huo. Baadhi ya wachezaji ambao walikosekana kwenye michezo iliyopita tayari wameweza kuorodheshwa, baadhi yao ambao walikuwa na majeraha. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambayo itakuwa ni nzuri kwa upande wao, hasa kulingana na vile ambavyo wameweza kuchagua kikosi. Sasa na mimi moja kwa moja hapa nitakwenda kukutajia orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huu. Lakini pia kabla sijakwenda kukutajia hapa orodha, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia hapa majina ya wachezaji ambao watakwenda kutumika kuelekea kwenye mchezo huo. Upande wa magolikipa, yupo golikipa Djigui Diarra mwenye umri wa miaka 30 kama kawaida atakwenda kutumika, wakati huo pia Abdul Twalib Msheri mwenye umri wa miaka 26 naye pia moja kwa moja atakwenda kutumika kwenye mchezo kwa sababu tayari naye yupo kama kawaida. Lakini pia kwenye upande wa mabeki, beki mwenye umri wa miaka 24 Israel Patrick Mwenda naye pia atakwenda kuhusika, wakati huo pia Shadrack Isaka Boka naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja, wakati huo pia Kibwana Shomari naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo, wakati huo pia Nixon Kibabage naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Bakari Nondo Mamieto nahodha ndani ya klabu ya Yanga naye pia ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo, wakati huo pia Dickson Job naye pia ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo, wakati huo pia Ibrahim Hamadi Baka naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa viungo, Khalid Aucho baada ya siku kadhaa ama niseme kwamba wiki kadhaa kukosekana, tayari ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika, wakati huo pia Mudathiri Yahya naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja, wakati huo pia Duke Abuya naye yupo kwenye orodha, wakati huo pia Azizi Andambwile naye ameorodheshwa kwenye orodha, wakati huo Pacome Zouzoua naye yupo kama kawaida kati ya wachezaji ambao watakwenda kutumika. Lakini pia Kratos Chota Chama naye pia yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mawinga, yupo pia kwa upande wa Maxi Mpia Nzengeli naye pia ataorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika. Lakini pia hapo sijamtaja kwenye upande wa viungo Stefan Aziziki naye pia ni mmoja wa wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo. Lakini pia Clement Mzize kwa siku za hivi karibuni tumekuwa tunaona naye pia amekuwa akitumika kama mchezaji wa pembeni kwenye mechi zote, ya maana kwamba naye yupo. Wakati pia Jonathan Ikangalombo naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Nikienda kutizama kwenye upande wa washambuliaji, Kennedy Musonda ni moja ya mshambuliaji ambaye atakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia Prince Mpumelelo Dube naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye